yangu ni Rachel Mieno. Nimeokoka na Kristo ni Bwana. Nimekukaribisha siku ya leo katika neno la Bwana. Na naamini ya kwamba baada ya kusikiliza hii ujumbe utakuwa umebarikiwa. Na kwa hivyo ningetaka tuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante tunapoenda kushiriki neno lako siku ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Uinuliwe na utukuke mfalme wa amani. Na ni asante kwa wakati huu sababu unatujua na unatuelewa vyema. Tunasema ni asante. Ni asante Mungu, tunapoenda kusikiliza neno lako tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba hata tumeamini. Na kukaribisha katika kusoma Biblia. Tutasoma katika Luke chapter 10 mstari wa kwanza hadi wa 4. Wewe utaendelea, lakini mimi kwanza nitafikisha hapo. Biblia inasema, after these things the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place, where he himself would come. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray you therefore the Lord of harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Go your ways. Behold, I send you forth as a lamb among wolves. Carry neither purse, nor bag, nor shoes, and greet no man by the way. Siku ya leo ningetaka kunena mambo machache kwa sababu ya yale mambo ambaye Mungu ameweka ndani yangu, na ningetaka kushiriki. Wewe uko hapo unasikiliza, ningetaka ujue ya kwamba Mungu wetu ananena nawe na pia amenena nami, na ningetaka tushiriki. Kama vile Biblia inasema ya kwamba wakati huu Mungu wetu aliweza kuwachagua after disciples, aliweza kuchagua wengine 70, na akaweza kuwapea jukumu, na watuma wawili kwa wawili. Siku hii ya leo ningetaka ujue ya kwamba Biblia inasema wakati wa mafuno uko karibu. Na kwa sababu wakati wa mafuno uko karibu, katika huu wakati ama muda Bwana ametupea wa kunyamaza mbele zake, kuna watu Mungu amekuwa akiwaandaa, na anawaandaa kwa sababu kuna mafuno. Na ni vizuri sana tumuombe Mungu wa mafuno. Na watendakazi, Biblia inasema watendakazi ni wachache mno. Sijui uko wapi, lakini ama Bwana amenena nawe, lakini kahizi kuna maombi ambaye tunatakiwa kuomba sana ya nguvu, mpendwa, ndio ukaweze kujua mwondoko mpya, usiwachwe nyuma. Kwa sababu kuna watu Mungu ambaye amekuwa akiandaa kwa sababu ya mafuno. Na mafuno Biblia inasema ni mengi, na ile kazi ambaye iko mbele, ile kazi iko mbele ndio nyingi. Na kwa hivyo ni vizuri sana tuwe kwa maombi, kama vile Biblia inasema
Pray you therefore the Lord of the harvest. Tumuombe Bwana wa mavuno. Ni kwa sababu kuna watu tayari Bwana appoint, anataka kuwatumia. Na katika yale mambo ambayo nilikuwa naangalia hata wakati wa Nehemia ni alisikia, na aliposikia akasikia mzigo kulingana na vile alisikia. Na hata saa kuna watu wamewekwa mzigo na Bwana kwa sababu ya ile kazi ambaye Bwana anaenda kuwapea. Kwangu mimi ni kukuambia uombe sana. Ni kwa sababu kuna wale ambaye Bwana tayari ameweka mzigo. Na hapo Biblia inasema ya kwamba tumuombe Bwana wa mavuno. Na ningetaka nikuahidi ya kwamba ukimwomba Bwana wa mavuno uombe na nguvu. Ni kwa sababu kuna watu wamewekwa mahali fulani na ni wewe unangojewa. Na tayari watu wengi Bwana saa hii amewachagua. Na amewachagua ili wakaweze kufanya kile amewaita wafanye. Ile jambo ningetaka kusema ya kwamba, na ile nimekuwa nikiomba, ni wale ambaye wamechaguliwa wakati huu wa COVID-19 wakaweze kuomba na kusimama, na ili wakaweze kujua ni jambo gani Bwana anataka kwa ajili ya maisha yao, na ni wale Bwana anaenda kuwainua, na ni wale Bwana anaenda kuwatumia. Na kwa hayo ningetaka ujue ya kwamba si vizuri uchaguliwe na Bwana alafu tena urudi nyuma ama ubaki nyuma, kwa sababu kuna mwondoko mpya. Na huu mwondoko mpya Mungu wetu atusaidie na anisaidie na kusaidie. Usibaki nyuma, uombe sana. Kwa hivyo yetu sisi ni kuomba sana. Tumuombe Bwana wa mavuno, na uendelee kuomba na nguvu sana. Tumuombe Mungu. Kuna watu wengi sahi wanasema tunaomba serikali, wengine tunaomba rais, lakini kwako wewe ujumbe ni uombe Mungu, ndio ujue uko wapi na unaelekea wapi. Na si vizuri ukosa kujua ati umekuwa katika maandalio. Uombe na nguvu sana ndio ujue ni nini Bwana anataka na maisha yako. Na nilikuwa nafikiri wakati Samuel alikuwa anamuombea Sauli, ikafika wakati Mungu akasema ya kwamba usiniombe tena kwa sababu ya Sauli. Nimejuta kwa nini nilimchagua. Akamwambia Samueli, lakini nimepata mtu ambaye moyo wake unanipendeza. Akamwambia nimepata hata maskini wa kijiji yake ambaye tayari nimemchagua. Na huyu nimemchagua ndio nataka uende katika nyumba ya baba yake ukamwagilie mafuta. Kwa hivyo mimi kwangu ningetaka ujue ya kwamba kuna kitu Bwana anafanya katika maisha yako na katika maisha ya watu wengi sana. Na ni ombi langu na nimekuwa nikiomba wale watu naenda kuwainua Bwana wakati huu. Mungu wetu wasikose kujua kutembelewa kwao. Ni kwa sababu kutembelewa wakati kama huu ni kwa maana sana. Kwa sababu ukisoma Biblia ya kwamba utaona ya kwamba wakati Yesu Kristo ilifika wakati wa kifo chake, hata wanafunzi waliweza kurudi nyuma. Hata wakati kama huu kuna watu ambao pengine wamerudi nyuma. Lakini ningetaka nikuahidi ya kwamba wewe ambaye umekuwa katika maandalio,
Nasikia sauti ya Bwana ikiniambia ya kwamba Bwana ataendelea kukumwagilia mafuta na ataendelea kupigana vita zako, ndio ukaweza kufanya kile Bwana anataka. Lakini ile jambo ya maana sana katika wewe unanisikia mpenzi, ni maombi. Maombi ya nguvu sana. Maombi ya kushinda Shetani. Upigane vita za kiroho. Kwa sababu haitakuwa rahisi, lakini kwa sababu Bwana amekuahidi, wewe ukipigana hautapigana peke yako, utapigana na Bwana. Ni vita mingi sana tumeona Mungu wetu akitupigania. Na kama vile amepigania watu wengi, pia wewe atakupigania. Pia mimi atanipigania. Na kwa hivyo ni maombi ya kila wakati, kila saa. Mahali popote utakuwa, ni vizuri kuwa katika maombi ili ukaweze kufanya na kujua ya kwamba ati wewe ndiye Bwana anakutumia wakati huu wa mafuno. Ni kwa sababu wakati huu wa mafuno uombe Bwana wa mafuno. Ni kwa sababu watendakazi ni wachache na mafuno ni mengi. Kwa hivyo watendakazi watakuwa wachache na mavuno itakuwa mingi. Na kwa hivyo nikijua ya kwamba Yesu Kristo akaomba akasema, si mapenzi yangu lakini mapenzi yako. It's good to know the will of God in your life. Kwa sababu kuna watu wakisikia hii sauti wataielewa vizuri. Watajua Mungu anasema namna gani. Na kwa hivyo ni vizuri tuombe. Na mimi wakati nimekuwa nikiomba, nasikia burden ya watu ambao wanainuliwa na Bwana. Na Mungu akaniambia hata kubali na hata kubalisha adui destroy destiny ya hao watu. Ni kwa sababu Bwana ameona watu wengi ambaye destiny zao zimekuwa destroyed ama zimeharibiwa. Lakini wakati huu Bwana akaniambia ya kwamba ataweza kusimama. Atasimama na mimi, atasimama na wewe, mpaka kile anataka kufanya kikaweza kutendeka. The laborers they are few, but the harvest is plenty. Kwa hivyo mpendwa, uendelee na maombi. Na nimesema wakati Nehemia alisikia mzigo, aliweza kuomba mpaka akaenda kufanya kile Bwana alimuita afanye. Na baada ya kufanya, mzigo ukaondolewa. Watendakazi ni wachache na mavuno ni mengi. Umechaguliwa. Simama vizuri. Omba kabisa. Omba na nguvu. Na nikasikia kuna watu sahi ni wagonjwa na Bwana anaenda kuwatoa ama kuwatoa katika kitanda ya hospitali, ndio awakaweze kufanya kile Bwana anataka. Na kwa hivyo wengine ambao ni wagonjwa, hizo ni nguvu za mapepo. Na hizo siku ya leo Bwana akaweza kusifunja, sikaweza kufujika. Ndio wale watu ambao Bwana anaona wanaenda kufanya hii kazi anataka waifanyiwe, wao watu wakaweze kuponywa na Bwana na wakaweze kutenda kile Bwana amewaita wafanye. Kuna wengine hata katika jamii waombe sana, ni kwa sababu kuna shida katika jamii, ni kwa sababu ya ile mwito ambaye Bwana ameitia watu wengine. Kuna wengine ambaye ni watoto, lakini Bwana Shetani amewatumia vibaya. Na nasikia sauti ya Bwana ikiniambia ya kwamba atawatoa, atawakomboa katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Mahali umefinyiliwa na Shetani, sio usifanye kile Bwana anataka ufanye. Nataka nikuambie ya kwamba kama vile Bwana alimtumia Samueli, akamwambia nimemuinua Daudi, mtu ambaye moyo wake unanipendeza, a man after my own heart.
Hivyo ndivyo ninaenda kufanya hata saa hii. Kurado meko kuraihu muno, meko uroruine, meko kuraihu muno ona matigemenyekana, lakini nasikia sauti ya Bwana ikiniambia ati ameinua watu, amebariki watu, amewamwagilia mafuta, na kwa hivyo watatokezea, na nguvu zote zinaweza kuwa kinyume na wale ambaye amewainua. Hizo nguvu Bwana atadili nazo yeye mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa sababu hizo zote ni lazima sifujike, ndio kazi ya Bwana ikaweze kuendelea. Kwa hivyo tuendelee kumwomba Bwana, tukimshukuru Bwana, tukiombea serikali, tukiombea kanisa, tukimwambia Bwana akaweza kutenda mema hata katika kanisa. Kwa sababu kama vile nilihubiri siku nyingine na nikasema ya kwamba kanisa ni kazi ya Bwana, hiyo ni biashara ya Bwana. Lakini nataka nikuambie ya kwamba milango ya kuzimu halitaliweza kanisa. The gate of hate shall never prevail. Kwa hivyo kanisa hata saa hii inaendelea. Hata kama tunataka nyumba zifunguliwe, mahali ama hema ambazo tunakutana tunataka kufunguliwe, ningetaka nikuhakikisie ya kwamba ati kanisa imekuwa ikiendelea. Ni kwa sababu hakuna kitu kinaweza simamisha kanisa. Kwa hivyo kwa sababu kazi ya Bwana ni ya Mungu yeye mwenyewe, kwa hivyo kanisa haijasimama, tunaendelea tu. Kwanza Mungu amepanua mipaka ili tukaweza kuhubiria the whole world, dunia yote, kwa utukufu wa jina lake. Kwa sababu Mungu wetu anafanya kila kitu kwa mpangilio wake. Na Biblia inasema ya kwamba tutahubiri dunia yote. Na ndio maana ninajua ya kwamba ati hii ujumbe itafika dunia yote, itazunguka dunia yote. Kabla niingie ndege, ujumbe itakuwa imefika kabla nifike huko Bwana anataka nifike. Kwa hivyo kila tunahitajika ni maombi. Na nimekwambia mpendwa, ujue ya kwamba kuna kazi Bwana ameanza ndani yako. Na hiyo kazi inataka maombi ya nguvu. Inatakiwa uwe connected na Muumba wako, ndio ile kitu Mungu ameweka ndani yako kikaweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Na hautakufa kabla utimize mapenzi ya Bwana. Ile kipawa iko ndani yako. Biblia inasema Paulo akamwambia Timotheo, wakaanza kuchochea, alikuwa anachochea karama zao. Na ndio akamwambia in the book of Timothy, akamwambia Timotheo, Biblia inasema ati katika nyumba kubwa kuna vyombo za kila aina, zingine za dhahabu, zingine za diamond, silver, zingine za bao, hata zingine ni za clay. Lakini Biblia inasema ya kwamba chombo yoyote ikijitakasa, Bwana anaweza kuitumia. Ile chombo ambaye itajitakasa, Bwana anaweza kuitumia. Na ndio ninasema ya kwamba kuna chombo tayari zimeanza kujitakasa, na hizo ndizo Bwana ananena ya kwamba ataenda kusitumia. Na anasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Wewe ni mmoja wa wale wamechaguliwa. Jitakase ili ukaweze kutimiza ahadi ya Bwana. Kwa hivyo yangu mimi siku ya leo ni machache, lakini ningetaka uwe kwa maombi ukiombea huyo mtoto, uwe kwa maombi ukiombea huyo baba, ukiombea huyo mama, ukiombea huyo dada, ukiombea huyo kijana, au wana youth tuwaombe, au watoto tuwaombe, au wazee tuwaombe, watu ambaye wako na mzigo na kazi ya Bwana. Na wacha nikuambie, dhabihu zote ambazo mmetoa kwa sababu ya Bwana, mwanadamu anaweza akasahau, lakini Mungu wetu hawezi akasahau. Kwa hivyo dhabihu zote ambazo umetoa, Bwana hatakosa, hata sahau, kwa sababu ni Mungu. Mungu wetu akubuke ukienda kujiandaa kwa yale mambo ambaye
Bwana anaenda kufanya katika maisha yako. Nikimalizia nikukumbusha hapo awali, usikubali kubaki nyuma. Do not be left out. Do not miss the new move of God. Because God is doing a new thing. Hiyo mwondoko mpya, usibaki nyuma. Hii ni basi inaenda. Ingia ndani. Tune in. Ukaweza kwenda. Ndio ukaweza kufika katika destiny yako, mahali Bwana amekuita. Bwana akubariki, akutendee mema, akuinue, akubariki. Na ninafurahi ni kwa sababu kuna watu ambaye wataponywa na Bwana. Ndio Bwana akaweza kuwatumia vile anataka. Kwa hivyo kuna watu wanatolewa hata katika kitanda ya hospitali. Kuna watu wanaenda kuinuliwa na Bwana hata kifedha. Ndio kasi ya Bwana ikaweza kuendelea. Kwa hivyo katika hiyo biashara kuna watu wanaenda kuinuliwa kibiashara. Ndio kasi ya Bwana ikaendelee. Kwa sababu kutumiwa na Bwana si wakati tu unatumia microphone. Lakini kutumiwa na Bwana, Bwana atakutoa mahali upo, ukaweza kufanya biashara. Ni kwa sababu ya utukufu wa jina lake. Ndio kasi yake ikaweza kuendelea. Kuna wengine wanaenda hata kupata kibali, favor katika mataifa mengine. Na wakipata kibali watakuwa tu ni kuinuliwa na Bwana. Ndio kasi ya Bwana ikaweza kuendelea. Kwa sababu mafuno ni mengi. Na tumuombe Bwana wa mafuno, kwa sababu watendakazi ni wachache. Kwa hivyo wakati huu tunaomba watendakazi ndani ya nyumba ya Bwana, wale ambaye wana support kasi ya Bwana financially, wale ambaye na intercessor, wale ambaye ni wahubiri, wale ambaye ni wakufanya kazi ya aina mingi sana, kwa sababu ndani ya nyumba ya Bwana kuna kazi ya aina nyingi. Kwa hivyo jiandae, sijui Bwana atakutumia na njia gani. Na let me tell you, kuna watu watatumiwa na njia ya ajabu sana katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti Bwana wa mafuno, kwa sababu mafuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Au watendakazi ambaye tunanena leo usiku wa leo Bwana, endelea kuwainua, endelea Bwana kuwafahamisia kwamba ati unaongea na wao. Wafungue masikio yao ya kiroho na ya kimwili, na ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukatende mema kwa sababu ya hao watendakazi ndani ya nyumba yako. Kuna wengine watakuwa wainjilisti, watakuwa wana win souls for Christ. Na acha nikwambie, kama uko hapo na unasikia hii ujumbe siku ya leo, ningetaka nikwambie wewe ambaye hujaokoka, the wage of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa hivyo ni lazima utubu dhambi, kwa sababu hata dhambi zingine ndio zimefanya uwe dormant. Unasimama tu mahali pamoja, huwezi endelea kwa sababu ya dhambi. Nataka nikwambie ya kwamba repent of your sins, na ukitubu dhambi zako, Bwana atakuwa pamoja na wewe, kwa sababu dhambi inaleta mauti. Na ndio Biblia inasema ya kwamba come now let us reason together. Hata kama dhambi zako zimekuwa nyekundu, Bwana atakuosha siwe nyeupe kama theluji. Anakwambia uje msemesane. Na kwa hivyo kuna mpango mzuri Bwana amekupangia. Kama uko hapo na ungetaka kuokoka, ningetaka uombe ili ombi nyuma yangu, na Mungu wetu atakuokoa. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi zangu, nioshe, unitakase. Shetani, wachana na maisha yangu. Mimi ni wa Yesu. Nimempokea Kristo na nimekiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hivyo ukikiri hiyo ombi, utapata hata simu yangu mahali hapo, na ukipiga pia tunaweza omba kupitia hata katika simu, na ninajua ya kwamba umeokoka ukikiri hiyo ombi. Hata ukienda mahali kuna mchungaji mwingine ambaye anaongozwa na neno la Bwana, bado mtaomba
na pia utakubalika na umekubalika katika ufalme wa Bwana. Kwa sababu wokovu sio mambo utasikia, si gedingidi utasikia, but it's a change of mind and heart. And God bless you. Nyinyi ambao mko katika biashara, kuna watu wanaenda kuwainua sana katika biashara kwa sababu ya hii kazi ya Bwana. Kwa sababu watenda kazi ni wachache lakini mafuno ni mengi. Wale ambao ni wagonjwa, nimekiri ya kwamba mtoke katika kitanda hospitali ndio mkaweze kufanya mapenzi ya Bwana. Wale ambao wako na vurugano katika nyumba zao, wake na waume, mtoke katika hiyo kiwango mkajue Bwana anataka nini katika maisha yenu. Wale watoto ambao wamepotea, hawataki kusikia wazazi, wanaona wazazi wanawaigilia, ningetaka nikuambia kwamba ni wakati mzuri wa kubadilisha nia yako na kumfuata Kristo. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Serikali yetu imebarikiwa. Rais yetu na wale wako katika serikali na wale wako katika wakati wa health section, au wote wamebarikiwa. Wale wote ambao wanafanya kazi hospitalini, may the Lord strengthen you. Bwana akawatendee mema kwa utukufu wa jina lake. Wale ambao ni wagonjwa, wale wameshikwa na magonjwa ya COVID-19 na magonjwa mengine, nataka nikwambie Mungu wetu ni mponyaji. Mimi ni mshuhuda ya kwamba aliniponya, na nitatoa ushuhuda wangu siku nyingine nikwambie aliniponya, na Bwana ni mponyaji. Ni yule jana, leo na hata milele, hajabadilika. Yeye tunamuita Jehovah Rapha, the Lord our healer. Lord bless you. Lord keep you. In Jesus name. Amen. Mtakatifu, tunasema ni asante kwa neno lako. Asante kwa ile mahubiri tumehubiriwa Mungu, na kuomba Baba utusaidie kukaa na utakatifu. Na Yesu Kristo, ni asante kwa uwepo wako. Ni asante kwa nguvu zako Bwana. Jehovah God, asante kwa vile uko juu yetu. Baba ni asante. Yesu Kristo mwana wa Mungu, tunaweka serikali yetu mikononi mwako. Tunaweka president wetu Uhuru Muigai Kenyatta mikononi mwako. Tunaweka naibu wake Ruto mikononi mwako. Pia tunaweka serikali kwako Bwana, ukailinde kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hata saa hii Bwana, watu wanapitia mambo mazito. Mungu, kumbuka watu wako. Mungu, kumbuka wa Kenya kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kumbuka wa Kenya Bwana. Tunatangaza ushindi kwa wa Kenya. Tunatangaza baraka kwa wa Kenya kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunaomba uwepo wa Mungu. Tunaomba nguvu za Mungu. Tunaomba wana Kenya wabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa uwezo wako. Asante kwa nguvu zako Bwana. Tunapokea ushindi. Tunapokea baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ni asante, na ni asante Bwana. Hata vile tunapitia hii mambo ya ugonjwa, Mungu tukumbuke. Mungu tuinue. Mungu ponya wagonjwa. Kama vile tumehubiriwa na tukasikia maombi, Mungu endelea kuponya wagonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kufanya kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Kanisa ni Jesus the way to the church, na Mungu awaonekanie.